Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana katika kuendeleza kujifunza masomo haya. Jana kwa somo zuri nasema njia ya kwenda Emau. Yes. Watu wanatembea hawajui huko wanatembea na amefufuka. Yep. Na hawakutambua. Yes. Leo tunaangalia tumtazame Yesu. Yes. Yes. Mungu wetu wa mbinguni, tunaomba macho ya roho. Macho ya kuweza kutambua wewe Mungu wetu. Amen. Tusiongozwe na mwili, tuongozwe na roho wako. Amen. Ambaye ataweza kutujulisha siri hizi siku ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Fikiria wale vijana wa Emau, wale wanafunzi wa Emau. Yesu wako mezani na Yesu anakata mkate pale. Na macho yao yanafunguliwa na wanamtazama Yesu. Ndiye yeye. Vipi ungetamani na wewe ungekuepo pale mezani? Hivi walifungwa fahamu zao wasimtambue au hawakuwa walifungwa? Ila unauliza nani aliwafunga? Nani aliwafunga? Na nini kwa kambazi? Kwa kambazi walijifunga wenyewe na kwa kamba ya kutoamini. Waliambiwa inampasa. Sasa somo mtazame Yesu. Ningeweza kusema mtumaini Yesu. Amina. Yesu wa namna gani? Yeye ajaye kwa ufufuo. Warumi sura ya 8 mstari wa 18 na 28. Warumi 8:18 na 28. Kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Hiyo ni 18. Niruke niende 28. 28 sema, nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kupatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Unapokuwa na kitabu kama hiki wanasema ni vizuri unasoma ili uweze kuelewa haraka. Usianze na sura za katikati. Soma mwanzoni, njoo mwishoni. Alafu hapo katikati ndio unaweza kuelewa. Sawa sawa. Lakini vyovyote hakikisha unafika mwisho. Maana mwisho ndio unaelezea, hata kama kulikuwa kuna dhoruba, kuna katikati, kuna huyu amempiga huyu nini, kuna kushindwa, kuna kuanguka, kuna kusimama na nini. Mwishoni anaibuka kidedea ni nani? Kwa hiyo ule mwisho wa hadithi ni muhimu sana. Na mwisho wa hadithi ni Yesu. Tumaini letu ni Yesu. Wale wanafunzi wa Emau hawakusoma ule mwisho vizuri. Hawakuona eti kwamba kutakuwa na ufufuo. Hawakuona. Kwa hiyo hawakutarajia pia hata kwamba kuna kifo. Kwa sababu huwezi kufufuka bila kufa. Kabisa. Sasa wewe unatarajia ufufuo wa wafu? Natarajia ufufuo wa wafu. Basi inabidi kuhesabu kwamba Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, hata katika haya magumu. Kama Ayubu alivyozungumza, anasema ninajua anafanya kazi yake, mimi niko kwenye karakana, nitatoka kama dhahabu. Anatoa tope tu. Na mwisho wa yote ni siku ya ufufuo, maana pale ndipo nitakapofunuliwa. Warumi 8:18 amezungumza kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Unveiling, yani ukiwa nyanga hapa katikati ya hadithi hizi, unaweza kuwa nyanga, yani ufai chochote. Sasa ndio unamtumainia Mungu, wewe bado unamtumainia Mungu. Lakini unasema God is not finished with me yet. Mungu bado hajamalizana na mimi bwana. Unauangalia ule mwisho. Wao wanafunzi wa Emau hawakuona huo mwisho wa ufufuo. Walishia tu kuona ile mauti na kujua ndio mwisho. Tazame Yesu. Unasemaje hapo? Hapa tunachotaka kumwangalia yeye ambaye ni mwanzo wa uhai na ni mwisho wa uhai. Kwa sababu ukiangalia kwa mwanzo pale dunia imeumbwa kwa haina chochote, lakini yeye kwa neno lake ikaumbwa.
tunavyozidi kusoma katika Zaburi, yule muumbaji hata uache uumbaji upotee. Ni mwaminifu, ni mwaminifu, anaupigania. Na tunaona anamtuma mwanae pekee. Katika kitabu cha Mathayo tunasoma injili hizo, anakuja na ukomboa, na mitume wanashuhudia injili zote zile, na mwisho anaonekana ndiye mshindi. Sasa macho yangu mimi yanatakiwa yamwangalie na mtazame Yesu. Kwa kupitia yeye na upata tumaini, hofu, mashaka vyote vinaondoka kwake. Yaani kwa lugha nyingine, akiingia ndani yangu, moyoni mwangu, ninapata amani, ninapata tumaini. Na tumaini letu katika kifungo cha Kalili halitahayarishi. Na unatumainia nini? Tunatumainia kwa sababu alikufa akafufuka, tunatumainia wokovu wake. Kufufua mara ya pili, anakuja tena. Anakuja kutufufua. Anakuja na kufufua mara ya pili. Anakuja kutufunua. Anakuja kutupatia, niseme, mwanzo mwingine mpya katika yeye. Kwa hiyo tumaini lako alipo kwenye kupanda cheo sasa. Ukisipopanda ndio maisha meisha. Na ukiwa na mtazamo huo, hata usipopata cheo, kwa lugha nyingine, mambo ya duniani hayatakusumbua. Kwa sababu unachoangalia ni kule mwisho, picha kubwa. Una picha kubwa. Una picha kubwa kichwani mwako. Rafiki yangu, picha kubwa. Tazame Yesu. Amen. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Yesu aliyetupa tumaini la utukufu. Kama alivyofufuka katika wafu siku ya 3, na anaishi upande wa kuume wa kiti cha enzi akitawala mbinguni na duniani kutoka huko. Nasi tunatumaini atakapokuja tutaketi pamoja naye katika utukufu wake. Kwa tumaini hili ukatushike. Amshike mtoto wako pia hapa. Na ikiwa kama baba macho yake yametiwa giza kwa sababu hajauona mwisho huu, leo hii nuru yako ikaangaza. Fukuza giza. Fukuza kukata tamaa. Fukuza hofu na mashaka. Tumaini hili likafanye kazi yake. Ni katika jina la Yesu. Tulete tena kesho kwa masomo mengine kama haya. Amina. Asante sana. Mimi Aaron Lubinza. Amina. Nusuma Kanindile. Sana siku ya kesho, siku ya Ijumaa, tunakwenda kutoa hitimisho na kujibu maswali. Amina. Hapa ni Dar es Salaam, Temboni. Karibu. Amina.